Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu cha umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, leo tunataka tutoe faida kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mada yetu ama darasa letu la leo kwa ajili ya wale watu ambao wanafanyiwa hasadi za aina mbalimbali, wanafanyiwa chuki za aina mbalimbali, wanafanyiwa kila aina ya vituko katika utafutaji wao, wanafanyiwa kila aina ya vituko katika mitaa yao, wanafanyiwa pengine na majirani zao, wanafanyiwa pengine katika ofisi zao na marafiki zao, ama na wafanyakazi wenzao, ama na wafanya biashara wenzao. Inafika mahala kuna watu wanafanya biashara masokoni, mwenzie ubao wake uko hapa na mwingine ubao wake uko hapa, lakini inafika mahala hawa watu wanafanyiana hasadi za aina mbalimbali. Inafika mahala hasadi zao mpaka inafika hatua wanafanyiana maswala ya kishirikina, wanaendeana kwa waganga wa aina mbalimbali ili kufungiana maswala yao ya kiriziki. Sasa wewe ndugu yangu ambaye unajua kabisa kwamba unafanyiwa hasadi katika biashara yako, mimi nataka nikuelekeze ili uweze kutengeneza silaha ya maangamizi ya kumwangamiza hasidi yoyote, ili mradi hasidi huyo anakufanyia hasadi katika upande wa familia yako, anakufanyia hasadi pengine katika upande wa biashara, anakufanyia hasadi pengine katika ofisi zako, pengine ofisini huko unapofanya kazi. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anahesabika yupo ndani ya hasadi juu yako wewe, basi nakufundisha namna ya kuweza kusambaratisha hasadi hizo, namna ya kusambaratisha hasadi hizo. Nataka leo twende sambamba wote ili tuweze kusambaratisha hasadi hizo kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unafanyaje sasa? Unatengenezaje hii silaha ya maangamizi ya kusambaratisha hasadi, kufanya pengine katika biashara, nyumbani kwako, mahala ambapo wewe ugali wako unaingia, mtu anataka kuja kumwagia ugali wako ili mradi uweze kuhangaika katika maisha yako, basi cha kufanya mlipue katika mfumo wa namna hii. Nenda ndani kwako, tandika mswala wako, kisha baada ya hapo kashike udhu wako vizuri, kisha baada ya hapo swali rakaa 2 za haja ya kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumaliza hapo sasa ndiyo kazi inapoanzia. Sasa hapo ndipo kazi inapoanzia. Katika rakaa zile 2 ndio nakupa maelekezo sasa. Zile rakaa 2 ambazo wewe ndio umeshashika udhu wako, umekaa sasa, ndio unaanza kuzisali. Hapa ndio kuna taratibu ambazo tunahitaji kupeana sasa. Hapa ndio kuna taratibu ambazo tunahitaji kufanyaje? Kupeana. Kikubwa hapa, wewe unapokuwa huko katika ibada ya swala, utasoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha kama kawaida, utakapokuwa uko hapa utasoma surati al-Fatiha kama ilivyo.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina na kuendelea mbele mpaka waraddallin. Amin. Sasa basi, baada ukishamaliza hapo sasa, wakati huko pale pale sasa, huko hivi ndio unasoma suratil Fil. Suratil Fil utasoma suratil Fil mia moja. Baada ya hapo, Allahu akbar, utakwenda utarukuu, sami Allahu liman utaitidadi, kisha baada ya hapo utakwenda sijda. Ukirudi tena utasoma suratil Fatha. Baada ya kusoma suratil Fatha, kisha baada ya hapo, wakati uko hapa tena utasoma tena suratil Fil mia moja tena. Kisha baada ya hapo utakwenda zako utarukuu, kisha baada ya hapo utaitidali, utaenda zako sijda. Sasa basi, baada ya hapo, wakati hupo chini sasa, usharejea, umekaa kitako kidogo. Wakati umekaa kitako kidogo, kabla haujatoa hatayatu almubarakatu na kuendelea, pale pale kwanza utasoma aya hii. Nisikilize vizuri sasa. Alam yaj'al qaidahum fi tadhrir, alam yaj'al qaidahum fi tadhrir, alam yaj'al qaidahum fi tadhrir. Utasoma mara 1111 1111 aya hii, alam yaj'al qaidahum fi tadhrir, utasoma mara hiyo. Ukishamaliza mara 1111 na kila unapofikia 100. Sasa hapa tuelewane vizuri, hatua nyingine hii katika ile alam yaj'al qaidahum fi tadhrir, si 1110. Sasa wewe utakapofika tu 100, ukifika 100 utatia nia, unatia nia yako ya juu kabisa ya mtu anayekufanyia madhira. Hiyo ni njia ambayo nimekupa kwa ajili ya kuweza kutetea haki yako. Kwa hiyo kila unapofika 100 unatia nia, kila unapofika 100 unatia nia, alam yaj'al qaidahum fi tadhrir. Ikifika 100 unatia nia mpaka unamaliza 1111. Yani yoyote ile, kama kuna mizigo yake aliyoitafuta kwa ajili yako, ama kipo ambacho halikuwa hanakufuatilia, basi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hatakipata. Kile alichokuwa hakikitafuta basi hatakipata kwa idhini ya la ilaha illa Allah. Kwa kutengeneza hii, ukaifata taratibu yake ya namna hii, hasidi yoyote ambaye anakufanyia hasadi, anakufanyia aini, anakufanyia vijicho, anakufanyia, yani tuseme kwamba hasadi ni lugha ya Kiarabu. Tafsiri yake ni mtu kuchukia neema ya mja aliyejaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mja yule kapewa na Mwenyezi Mungu, alafu yeye hakawa anachukia neema ile, lazima atafanya hasadi. Mtu yoyote hawezi kuwa mwanga mpaka hawe na hasadi, hawezi kuwa mchawi mpaka hawe na hasadi, hawezi kuwa mkabaji mpaka hawe na hasadi. Yani unaposikia hasadi ni roho ya kwa nini. Ndio maana unakuja kukuta mtu akikuona ana simu nzuri anakupola, hasadi hiyo. Ukimwona mtu pengine anaweza akawa anatembea barabarani ana pochi lake nini, yani kwamba mtu anachukia kile kitu ambacho wewe umejaliwa na Mwenyezi Mungu. Na mtu mpaka anakwenda anamkaba mwenzie, hawezi kumkaba kama hana hasadi. Manake hasadi ndio roho mbaya, roho ya kwa nini. Sasa mtu huyo sio mtu mzuri.
Na ndio maana katika dhambi mama duniani, dhambi ya kwanza ni hasadi. Hasadi ni dhambi mama, hasadi. Yaani fanya unavyofanya vyovyote, hasadi ni dhambi mama. Hacha hasadi. Hasadi hazifai. Hasadi zitakuingiza motoni. Yaani hata uswali kiasi gani, lakini kama una hasadi, jiandae la kwenda kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa basi, nimekupa njia hii kwa ajili ya kusambaratisha mahasidi wanaokuandama na kukuharibia maisha yako. Wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.